Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi. Ni sauti za waombolezaji waliofika katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam wakisoma dua za kumwombea kiongozi huyo ambaye pia alikuwa mtaalamu wa magonjwa ya moyo na mwalimu. Wa jamaa wa karibu na wanajumuiya, tusisahau yale mema aliyotufundisha. Lakini kama kuna mahali alipotukwaza, ni wajibu wetu kumsamehe, kwa sababu hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Katika haya tutaendelea kuenzi maisha yake daima kama thawabu au tribute pekee itakayofanya contribution yake katika society yetu iweze kubakia mpaka siku zote. Kimzungumzia marehemu Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Edward Lowassa amesema daima atamkumbuka marehemu kwa uchapakazi wake na uaminifu. Profesa alikuwa katibu mkuu wangu nilipokuwa waziri wa ardhi. Ni mtu mwaminifu, mtu makini sana katika kazi zake. Tumekuwa safia mzuri, mtaalamu mzuri na profesa wa maana. Labda utamkumbuka kwa lipi? Kwa utendaji kazi. Alikuwa mtenda kazi hodari sana. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Abdurrahman Kinana amemzungumzia marehemu kama daktari aliwajali wagonjwa na mcha Mungu. Maisha mazuri. Alikuwa kiongozi, alihudumia wananchi, alifanya kazi ya ubunge, alifanya kazi serikalini, alikuwa daktari mzuri, alikuwa katibu mkuu Wizara ya Afya, lakini vile vile aliishi maisha mazuri ya kumwogopa na kufanya kazi ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ni sehemu ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wamefika katika makaburi haya ya Kisutu kwa ajili ya kuja kushiriki mazishi ya Profesa Mtulia. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.